Jukwaa la mwaka la mashirika yasiyokuwa ya kiserikali maarufu NACONGO wilayani Mfindi ni moja kati ya majukwaa muhimu sana ambayo yanakutanisha asasi za kiraia zote zilizopo wilayani Mfindi, ambapo mwisho wa siku wanajadili na kuchambua changamoto mbalimbali na mafanikio ambayo yamefikiwa na asasi hizo. Kama ilivyo ada, asasi za kiraia ni mdau mkubwa wa serikali kuhakikisha kuwa wanahudumia wananchi. Kama hivyo ndivyo NACONGO wilayani Mfindi imelazimika kutembelea miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa na asasi za kiraia na mwisho wa siku kufanya tathmini kupitia jukwaa la mwaka lililofanyika kijiji cha Mbalamaziwa wilayani Mfindi. Daktari Linda Serekwa ndiye ambaye amekuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa jukwaa hili na kushuhudia mafanikio makubwa ambayo yamefikiwa na jukwaa hili. Mimi ni Francis Godi, karibu katika simulizi hii fupi itakayohusisha maendeleo ya NACONGO wilayani Mfindi, na Fidelis Filipatali ni mwenyekiti wa NACONGO wilayani Mfindi, mwenyekiti wa NACONGO mkoa wa Iringa na mjumbe wa NACONGO taifa. Hapa anatunabaisha. Kwa majina anaitwa Fidelis Emilio Filipatali, ni mjumbe wa NACONGO taifa na ni mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali hapa mkoani Iringa, na kwa wilaya sisi wajumbe tuko watatu na mimi nasimama kama mwenyekiti wa wilaya ya Mufindi kwa mashirika haya 68 yanayopatikana kwenye eneo letu la wilaya ya Mufindi. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ya kongamano la mashirika haya 68 ambayo yanatekeleza afua mbalimbali katika maeneo yetu ya wilaya ya Mufindi. Na tulikuwa na mgeni wetu rasmi, mkuu wetu wa wilaya ambaye ndiye mlezi mkuu, ndiye kiongozi wetu mkuu kwenye mashirika haya yasiyokuwa ya kiserikali yanayotekeleza afua mbalimbali hapa Mufindi. Anaeleza namna ambavyo mashirika haya yalivyoweza kufanya kazi hasa katika kipindi hiki cha mwaka huu 2026 baada ya kufanya ziara kutembelea miradi mbalimbali. Ya sisi kama NACONGO na viongozi bado wote tunaongozwa na kauli mbiu hii ya fikra mpya kuhusu uendelevu wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ili vyanzo vya mapato vitokane na kile kinachofanyika na mashirika yenyewe, ili kesho na kesho kutwa mashirika haya yasife, mashirika haya yaweze kujiendesha yenyewe. Na hii ndiyo fikra yetu, kauli mbiu yetu ambayo tumekuwa tukitembea nayo tunavyokagua mashirika yetu ndani ya wilaya ya Mufindi, kuhakikisha yanakuwa na vyanzo vya mapato vyenyewe, lakini waweze kucomply, waweze kuhakikisha wanakuwa na uwazi wa mapato na matumizi. Lakini si hilo tu, kwa sababu NGO ni wadau muhimu wa kujiletea maendeleo katika maeneo yao, lakini waweze kufanya kazi pamoja na serikali. Na ndio maana kwenye kongamano hili unakuta sisi wilaya ya Mufindi tulimeliweka liwe na sura tofauti na makongamano mengine. Zamani ilikuwa imezoeleka mashirika haya yalikuwa bado hayajawa coordinated, yakawa pamoja na yalikuwa yakifanya mikutano ofisi au kumbi za halmashauri. Lakini sisi Mufindi tumefanya mabadiliko kidogo. Tumeona kwanza tutembelee mashirika tuone shughuli yanayofanya, lakini kuangalia mashirika yale makubwa na madogo, ili kile kinachopatikana kwenye mashirika makubwa kiweze kumsaidia hata shirika dogo kuyaunganisha. Lakini sio hilo tu, kuweza kuona changamoto ambazo zinawakumba haya mashirika kwenye maeneo yale ambako yanafanya kazi. Lakini kubwa zaidi, kuyatembelea mashirika haya ilikuwa tunaungana na viongozi wa serikali wakiwemo wasajili wasaidizi, viongozi wa mitaa, waheshimiwa madiwani na watu wengine ambao wana mnyororo ule wanahusiana na mnyororo huu wa mashirika. Lengo kubwa wote tuwatambue na tujue wanafanya nini. Lakini kubwa zaidi, tumeweza kutoa, badala ya kufanyia kwenye ofisi za halmashauri zetu za Mufindi, tunachagua shirika moja
Hili shirika moja tunaenda huko huko kijijini ili hata mashirika mengine yaweze kujifunza. Kwa hiyo mashirika siku ya leo yameweza kutembea umbali wa kilomita 55 mpaka 80 mpaka 100 kuja Mbalamaziwa kuja kujifunza shirika lingine linafanya nini. Sasa ile kukutana kwa pamoja, kwanza tunajifunza, lakini tunaondosha yale mazoea ya kubaki wilayani tukifikiri kule tunakwenda tunajadiliana tu, tunatoa maazimio alafu yanashindwa kutekelezeka. Huku sasa unakwenda kwenye ground, unakuja kwa Karibu Golden Glow Hotel. Hapa ndio chaguo letu sote. Tunapatikana Kihodombi, Iringa mjini. Kumbuka hapa ni full accommodation, free transport, breakfast, free wifi, restaurant, bar, laundry na security ni kiwango kama kambi ya jeshi. Tupigie kupitia 0777495584 au 0754477468. Golden Glow Hotel, Kihodombi, Iringa mjini. Furaha yako ni furaha yetu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya kids daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80.
lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo, kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Sif Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe sfcompany100@gmail.com. Sif Natural Mineral Water, maji yenye madini